mwananchi. Hiyo ndio tatizo. Shukrani sana Akida Kasim akitangamana na wakazi wa Nairobi. Tufululize sasa hadi katika kaunti ya Kiambu. Tuungane naye Kimaku Chege ambaye anazungumza na wenyeji wa kaunti ya Kiambu. Je, hisia zao ni gani? Maeneo hayo hujulikana sana kwa kilimo na kadhalika. Wao matarajio yao ni yapi? Naam, mwenzangu huko studioni na kupata vyema. Hapa ni katika kaunti ya Kiambu ambapo wakazi pia wanatarajia na wanasubiri kwa hamu waziri wa fedha John Mbadi kuwasilisha mswada ama bajeti, mapendekezo ya bajeti ya mwaka wa 2025 mwaka wa 2026 ambayo inakadiria kuwa takriban shilingi trilioni 4.2. Nimeweza kuzungumza na baadhi ya wakazi wa kutoka hapa kaunti ya Kiambu tuweze kusikia matarajio yao pamoja na mapendekezo yao. Leo ni siku ya bajeti ambayo tunaingojea kwa hamu na gamu. Unakumbuka bajeti ya mwaka jana ilikuwa na matatizo kidogo na ndio ifanya watu watokee kwa barabara wa protest kwa sababu hawakuwa consulted. Na sasa hivi tunajua kwamba hii bajeti ambayo ni ya broad based government. Najua waziri ambaye yuko sasa hivi ni John Mbadi ambaye ni CPA. Kwa hivyo matarajio yetu ni makubwa sana kwa sababu tunajua kwamba hii broad based imeungwa ama irudwa kwa sababu ya vile watu walileta mambo mingi. Kwa sababu juzi ama mwaka jana finance bill haikuwa ya wananchi. Sasa hivi tunajua kwamba mambo ambayo tutatarajia makubwa sana kuona ya kwamba muungano huu wa broad based na ambao utakuwa unatetea wananchi watatuletea bajeti ambayo iko sawa na ambayo iko friendly. Lakini tunasikia kwamba hii bajeti sio friendly vile kwa sababu wengine wameanza kuichambua sana sana mambo ya masomo ambayo ni ya capitation. Tunajua kwamba allocation ya budget ambayo inapewa umuhimu mkali sana katika nchi yetu ya Kenya ni mambo ya masomo. Lakini tunasikia kwamba hata kuna pending bills ile ya 60 billion ambayo haikufanyika na haikupewa shule, na sasa tunasikia kwamba hata hii capitation haijatengwa sana, na tuahisi ya kwamba wananchi watazidi kuumia katika hali ya masomo. Wananchi wasifinyiriwe. Hata kusikia budget ambayo itakuwa wananchi friendly budget, ile ambayo haitaongeza taxes katika baadhi ya mashamba, katika bidhaa kama chakula, mambo ya fuel levy haitaongezwa. Hiyo ndio watu wanangojea kusikiza. Lakini ikiwa ni mambo ambayo ni ya kuhujumu raia ama wananchi ambao ni wa Kenya, basi tunaweza kuona replika kama ile ya mwaka jana, na hatutaki kusikia kitu kama hiyo. Kwa hivyo we don't want to preempt what is going to happen in this budget, but we are much more expectant. Vile wanasomanga pale sio vile tunafeel kwa ground. Sababu budget watasema hajaongeza unga, wamepunguza hata sukari, hata mchele, lakini tukikuja kwa maduka tayari imeshakuwa imepanda. Kwa hivyo haitusaidiangi huko wakisoma, lakini tunaifeel huku kwa ground vile mambo inakuwa gumu. Sababu naona sasa hata kama ni wenye manufacturers vile sasa hata nyinyi mmewasukuma huko mpaka nao vitu yao wataongea, hawawezi uza hasara. Sasa wajue wakianza huko juu itatukuta huku kwa ground. Kwa hivyo inahitajika vile wanasema huko inakuwa hata ground tunafeel hivyo. Sio kukuja unakuta hata uga sasa imeenda ikifikaga 200. Na unaona hata pesa hakuna. Sasa hiyo 200 ni wengi sana, tunalala ja, tuna watoto wanasoma, hawafikishiri na hiyo pesa ya masomo, na tena hata kukula kwenyewe imekuwa ni shida, na wengine tuko kwa nyumba za kukodesha. Sasa ni watufikirie sisi wenye ground, sababu vile watafinya wenye wako juu wanafika huko ground. Sasa ndio sisi tunafeel mambo vile imetusukuma. Kwa hivyo watufikirie wakiwa huko, watufikirie huku kwa ground, na wawe wakishuka wanakuja kwa sisi kuchukua maoni wanachukuanga, na watu vile tunawaambia wanatimiza. Sio wachukue muda wetu tukiongea na hawabadiliki.
na kama hawatabadilika watatukuta 2027. Tuko tu hatujaenda pahali. Maisha yameremea watu wengi, biashara zimeharibika, kila kitu imeharibika. So tunaomba mwaka huu wanaopitisha bajeti na president wetu ambao ni William Ruto, tunamuomba ya kwamba bajeti kwa mwananchi ya kawaida iwe chini kabisa. Vitu ambavyo ni vitu za kukula, ambavyo ni masomo, ambavyo ni vitu ambavyo tunanunua hapa nchini ziweze kuanguka na bei ambayo inawafaa. Ukisoma budget, ujali maslahi ya chakula na vinywaji yenye tunakunywa ile ya afya mzuri. Hizo zingine ukipatiza hakuna shida, lakini angalia maslahi ya mwananchi wa chini, kwa sababu mwananchi ako chini vibaya, na hatutaki ugopi hata kidogo. Tunataka tusomee budget mzuri, mwananchi aridhike, na mkisoma budget mzuri tutatoseka vile mtasoma. Hii finance bill itakuwa, mimi naona mbele haitakuwa sawa, kwa sababu mimi naona mambo mengi imekuwa mazito. Vile nimejaribu kudodoa hapa na pale, nimeona ni kama mambo imekuwa magumu kiasi. Ni wazi kuwa wakazi wa Kiambu kama wakazi wa maeneo tofauti humu nchini wana matarajio makubwa katika serikali, wakitumaini kuwa bajeti ya mwaka huu haitakuwa ya kuwagandamiza. Iwapo hauna swali la ziada, ningependa kurejesha kwako studioni kutoka hapa kaunti ya Kiambu. Jina ni Kimaku Chege. Shukran sana Kimaku Chege. Tutakuwa tukiungana na wanahabari wetu wengine kutoka sehemu tofauti. Tobias Chanji huko Mombasa, na vile vile tuko